Imekuwa ni sifa baba akiwa haongezani na mke wake ameshikana mkono. Maana kwa kina baba inakuwa ni aibu. Yaani mwanaume unashikaje mkono mwanamke bwana? Lakini kumbe ni lengo la shetani kumtoa baba kwenye familia ili mama akae. Biblia inasema hivi, baba ni kichwa cha yaani mume ni kichwa cha mke, si ndio Na Kristo ni kichwa cha nani? Cha mume. Kwa hiyo sasa shetani anachokifanya anamtoa Kristo pale ili mume awe na hang. Unakuta nasemaga hii kila siku kama umezoea kunisikiliza kwamba Mungu anafanya kazi na maarifa, shetani anafanya kazi na ujinga. Kwa unakuta kwenye eneo la watu kupata maarifa, badala ya baba apate maarifa, mama anakuwa na maarifa. Kwa hiyo kimsingi mama anakuwa ni kiongozi, baba anakuwa sio kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye maeneo ambayo hakuna maarifa, kina baba amejaa kwenye mpira, kilabuni, kuvuta bangi na sehemu kadha wa kadha. Kwa unakuta, na sio kosa la mwanamke, sometimes mwanamke anawahi kuja kanisani, anasikiza neno la Mungu, lakini baba hayuko kanisani. Kwa unakuta kwenye ile nafasi yake baba yeye anajikuta anatolewa bila yeye kujua whether anapenda au hapendi. Unakuta kwenye maombi tanisamee. Maombi ya kuombea kanisa kina mama. Kina baba wako wapi? Hawapo. Tukisema hapa maombi ya kufunga, jamani tuwe wa kweli kabisa kabisa kabisa. Kwenye maombi ya kufunga hata katikati ya ibada, kina baba hawapo. Ni kina mama. Dunia inafanya baba aone kama mambo ya Mungu ni upuuzi. Ila mambo mengine ndio ya nini? Ya msingi. Na sio kina baba ambao wanapenda, ila ni shetani anapenda ili amtoe baba kwenye nafasi, amweke mama ndio awe kiongozi. Sasa nataka leo niwachekeshe kitu kimoja kwenye Biblia. Na sasa tunasoma kila siku, lakini sijui watu tunaionaje. Naomba nisomee tu Mathayo sura ya 1 mstari wa 2. Anzia hapo hapo. Hapo hapo. Ibrahimu akamzaa. Kwani nani anayezaa jamani? Mama sio anayezaa. Biblia inasemaje Ibrahimu akamzaa? Unajua ni kwa sababu gani? Baba yeye ndio chanzo. Kwa Kiingereza baba inaitwa ni father. Kwa Kiebrania ni Abba, lakini maana yake ni source, ni chanzo. Baba bila familia hakuna. Ndio maana wakina mama wanalea watoto. Na hii mentality tunayo. Tunadhani labda mama akiwepo nyumbani basi kila kitu kinakaa sawa. Niwaambie ukweli, sio kweli. Kwa sababu Mungu ametupa sisi wakina mama tunaenda kwa hisia. Siku nikiwa na furaha sana, ndo nyumba yangu itakuwa na furaha sana. Nikiwa na huzuni kila kitu ni kibaya. Lakini Mungu amewapa neema kina baba kwa sababu toka mwanzo aliwapa wao kuwa viongozi, hawaendi kwa hisia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani anafanya nini? Anamtoa baba. Anamtoa kwenye malezi. Inaonekana mama ndo analea mtoto. Yaani baba akimshika mtoto wake, akimbadilisha mtoto wake nguo, amejisusulia au amefanya chochote, anaonekana ni kitu gani hiki? Simaanishi kwamba hicho tu ndo malezi, hapana. Kuna mtu ambaye habadilishi mtoto wake lakini yuko pale anahakikisha familia yake imekaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anachokifanya, anamtoa baba kwenye familia, baba anaona kama familia ni kina mama tu, mimi hainihusu. Kwenye mambo ya kanisa anamtoa baba, anaona yale mambo ya wanawake. Na ndio maana angalia watu wanaocheza kanisani sana ni kina mama, baba anaona yani mimi nitishe pale, sitaonekana wa ajabu. Lakini turudi nyuma, Biblia inasema Mfalme Daudi alicheza mpaka nguo zikafanya nini? Na niongee kitu kimoja. Watoto wanavyojifunza hawajifunzi kwa kile tunachowaambia, wanajifunza kwa namna wanavyoviona. Anavyomwona baba haji kanisani, baba anakunywa pombe, baba ni mlevi, msana kwa hivyo. Nawaambia ukweli kabisa. Na ndio maana hata hii vita ya ushoga imekuja ili kumtoa pia mwanaume kwenye nafasi. Na unajua kwa sababu gani hiki tumekuja sana? Mama anapokuwa pale nyumbani anaongoza familia, hata mtoto wa kiume akimwangalia mama anapaka lipstick anaona okay. Au mama anasuka nywele anaona kumbe hii ndio style kwa sababu baba hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tufanyaje? Tuwagombeze kina baba kwamba wewe kaa kwenye nafasi yako? Hapana. Nimesikia sana ndani yangu. Leo tutaongozwa na mchungaji maombi. Tuombe baba zetu mpite mbele, tuwaombe. Siku hii ya baba duniani, Mungu awajaze Roho Mtakatifu na wawape nafasi. Mjue kwamba sisi tunawategemea nyinyi. Mimi natamani au sisi kina mama, naongea kwa nafasi ya kina mama, tunatamani tunaporudi nyumbani tufundishwe neno na kina baba. Tuone baba anaomba. Yaani sisi tunajifunza kwenu. Tukiona baba anaomba sana, anafunga sana, inanitia moyo mimi. Isiwe vice versa. Bwana Yesu asifiwe. Napoona baba ndo anasoma neno, napoona baba yeye ndo anashuhudia. Tukisikia kazi ya kuombea kanisa, baba ni mstari wa mbele. Tukisikia kwenye malezi, baba ni mstari wa mbele. Inatutia moyo.
na tunajua sio nyinyi. Na ndio maana tukisema mwanzo, shetani alipomfuata Eva, lengo alikuwa Eva. Lengo lilikuwa ni nani? Ni Adam. Angalia kwa Samson, Delila, lengo lilikuwa ni nani? Ni Samson. Hata kwa Sara alivyokosea, Ibrahim alivyokosea kwa Ishmael. Kwa nini shetani alimtumia nani? Sara. Akamwambia nakupa binti yangu hapa. Kwa hiyo ili shetani asipate nafasi hata sisi kwetu, ni kwa sababu nyinyi mkisimama vizuri, maana utatufundisha sisi. Mkitufundisha sisi ni rahisi sisi kufanya nini? Kusimama. Baba anapokuwa kwenye nafasi ni rahisi sana mama kukaa kwenye mstari. Lakini wakina baba wakilegea kidogo, maana yake shetani anamtumia mama sasa bila sisi kufanya nini? Kujua. Na ndio maana nilikuwa nataka tuombe, lakini kasikia ndani yangu. Pia kina mama tuombe sana wakina baba. Wakina baba wako tofauti na sisi. Baba akikwazwa au akipitia changamoto yoyote huwa hawasemi. Hao baba wanaumia jamani. Wanateseka. Sio kama nimeongea maana yake baba wote hakuna wanaofanya. Wapo baba wengi wanafanya vizuri sana. Mume wangu akiwa kiongozi wao. Bwana asifiwe. Lakini baba anapokuwa anapitia changamoto hana mtu wa kumwambia. Kuna vitu anaweza kashare, kuna vitu anakaa kimya. Ndio maana kuja yani kibinadamu kabisa. Nyerere yupo. Mke wake Mwinyi, mke wake Mkapa, mke wake Magufuli, mke wake, tunaona hilo Bwana Yesu asifiwe. Kwa pia sisi kina mama tuna nafasi kubwa sana kuombea kina nani? Kina baba. Mungu awape neema wasimame. Mungu akiwapa neema wakisimama wakijaa na Roho Mtakatifu, tutayaona mengi mazuri kutoka kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima zote nitamwomba mama atuongoze maombi. Tunaomba baba zetu kwa heshima kubwa, mpite mbele leo tuwaombe. Tunawapenda, tunawaheshimu. Asanteni kwa kuwa mstari wa mbele kutuelekeza, mnatulea jamani mpaka tunajisahau. Tumetoka kwa wazazi wetu, tuko chini yetu, mnakisha tunakula vizuri, watoto wanaenda shule. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Tunaomba kwa kipekee kabisa tuwaombee. Mungu aendelee kuwabariki ili wababa wa nje wanapowaona nyinyi wajifunze kupitia nyinyi. Mungu awabariki sana. Karibu mama.